Mwathani Rogoso. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda kuanja pelo siku ya leo. Ndiposa Mungu wetu aweze kuchukua nafasi. Haleluya. Amen. Na leo tuhigore na mahoya. Baba, katika jina la Yesu tutasongea kwenye kiti yako ya enzi, mfalme wa wafalme, tukisema ni asanti. Amen. Asanti kwa siku ya leo, hakuna mwingine kama wewe. Amen. Tutasema unastahili kupokea sifa na hata utukufu Bwana. Amen. Asante kwa rehema na neema yako mfalme. Amen. Asante kwa ajili ya upendo, asante kwa ajili ya fadhili zako. Amen. Pokea sifa, pokea shukrani katika jina la Yesu. Amen. Baba wetu na Mungu wetu, tunakuinua kwa sababu hakuna mwingine. Amen. Wastahili kupokea sifa na hata utukufu. Amen. Asante kwa uhai, asante kwa uzima, sifa na utukufu ni zako katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Ni asante siku ya leo Bwana umetufikisha. Tuliomba Bwana, lakini Bwana umefikisha mfalme. Tumekusanyika siku ya leo ndiposa Bwana tuweze kushukuru jina lako. Amen. Bwana wetu na Mungu wetu, turudishe shukrani kwa ajili ya uhai na uzima. Ndio. Asante kwa pumuzi mtakatifu atakatifu. Asante kwa uzima wa kiroho na hata wa kimwili. Amen. Pokea sifa na hata utukufu katika jina la Kristo Yesu. Amen. Baba wetu mtakatifu atakatifu, tuinua jina lako tukisema ni wewe Mungu mtakatifu. Bwana tukuzika siku ya leo, mfalme wa falme. Amen. Tukushukani kwa kila jambo siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Nalete neno mikononi yako ndiposa Bwana ukaweza kuchukua nafasi. Amen. Mfalme wa falme, Bwana wa rehema, ukachukue nafasi kwa akili zangu, kwa roho zangu, kwa kinywa changu cha ulimi wangu katika jina la Yesu. Amen. Nipatie ufunuo iliyotokana na wewe katika jina la Kristo Yesu. Amen. Asante kwa neema hiyo Bwana mtakatifu, na ninaomba katika jina la Yesu, nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mwathani arogoso. Amen. Siku ya leo nampenda Yesu kwa sababu hakuna mwingine kama yeye. Bwana asifiwe. Amen. Nainua Kristo nikijua yeye ndiye Mungu na yeye ni mtakatifu wa watakatifu. Nĩ Ngai mũtheru wa arĩa atheru. Mwathani arogoco. Amen. Na Ngai aikaranagia na arĩa atheru. Ngai akumio. Amen. Ona angĩkorwo neema ni mĩthemba ĩrĩ, hata kama neema ni mara mbili. Kuna neema ya wale watakatifu, ndiposa Mungu anakaa nao watakatifu ndani ya roho zao. Amen. Na kuna ile neema ambaye sio ya wale wameokoka, neema inawakalisha. Kuna hiyo inakalisha ya kwa kila mmoja. Mwathani agoso. Amen. Kwa hivyo tunaenda kwa neno na ni ufunuo hapo moja kuanzia 17. Mwathani arogoso. Amen. Inaitwa ufunuo na Gĩthweri. Mwathani agoso. Amen. Nduthi guthoma. Ni hau 17. Erauga atiriri. Ndamuonire ngĩgwa magũrũ-inĩ make. Ationire mũndũ ũcio akĩgwa magũrũ-inĩ make. Agĩikara thĩ mũndũ mũkũrũ. Nake akĩnjigĩrĩra guoko kwa ũrĩo. Mũndũ ũcio mũkũrũ akĩigĩrĩra Johana guoko kwa ũrĩo. Mwathani arogocwo. Amen. Inasema hivi, ati akaona mtu mmoja mzee, na wakati alimuona akakaa. Mwathani arogocwo. Amen. Na hiyo mtu mzee akamwekelea mkono wake. Akiuga tiga gwĩtigĩra. Akamwambia wacha kuogopa. Tiga gwĩtigĩra. Nĩ niĩ wa mbere ona wa kurigĩrĩria. Akamwambia wacha kuogopa, ni mimi wa kwanza na wa mwisho. 18. Nĩ niĩ ũrĩa wĩ muoyo. Nĩ niĩ ũrĩa wĩ muoyo. Nĩ niĩ ũrĩa wĩ muoyo na nĩndakwĩra
ati nie ni uria we muoyo ni ndakwira na nie ni ndakwira na nie ati ni mimi niko uhai na ninakwambia mimi na nie oyo na nie oyo ndutore muoyo akaambiwa aishi uhai kinya o tene na tene. Amen. Ati Ngai aturaga muoyo nginya tene na tene. Nacio ihinguro nacio ihinguro nie de nacio. Anasema nacho ufunguo nie ako nazo. Nie de nacio. Cia gĩkuũ na cia kwa ngoma. Anasema ufunguo nie ako nazo za kifo na cia kwa shetani. Hakiri oguo ri kiandike maundu macio. Mwathani arogocwo. Amen. Anaambiwa aandike hayo ameona. 20. Ati wona namo maundu maria mekuo. Wona onamo maundu maria mekuo riu na maria magoka magakinya. Mwathani arogocwo. Amen. Ati andike ona maundu maria magoka. Mwathani arogocwo. Andike ata yale itakuja. Ati thutha yale itakuja nyumae. Na uhoro wa kiriga maneno ya kufanya watu wakose kuielewa. Uhoro wa kiriga kiu kia njata. Mambo ya kukosa kueleweka hiyo ya nyota. Mugwanja isio wona apatiane mambo ya nyota hiyo 7 ameona. Ona guoko gwakwa kuria onire guoko gwake. Mwathani arogocwo. Amen. Guoko kwa Ngai kuria onire guoko gwakwa kwa urio ile mkono ya Mungu aliona ya kulia na kia miti eo mugwanja na ile miti 7 ya dhahabu na ile miti 7 ya dhahabu ya kuhadirwo matawa ile itakuwa ikiwekwa matawa mugwanja ile itakuwa ikihangiwa mataa 7. Mwathani arogocwo. Amen. Icio mugwanja necio araika a makanitha. Hizo nyota 7 mataa 7 ndio malaika ya makanisa. Maria mugwanja ya makanisa yale 7. Ati nayo miti eo mugwanja ya kuhadirwo. Nayo miti eo mugwanja ya kuhadirwo matawa neo makanitha. Miti eo ya kuhadirwo matawa neo makanitha ndio makanisa. Mwathani arogocwo. Amen. Mugwanja. Mwathani anenehe. Ndio makanisa 7. Ndio mundu esiragia
riria arenda kunina makanithari esiragia aranina makanitha niwe wahandire. Mwathani arogocwo. Amen. Sijui wakati unataka kumaliza kanisa ni wewe uliweka. Mwathani agocwo. Amen. Na sio vibaya ninaongea juu Yohana wakati aliona malaika alianguka chini na kaambua usianguke chini, amuka na ukae na uandike kile umeona. Mwathani arogocwo. Amen. Na inasema hivi, na uandike juu ya nyota 7 na mataa 7 na miti 7 ile itakuwa ikihangiwa hiyo mataa. Mwathani arogocwo. Amen. Na hiyo nyota Mwathani akumio. Amen. Na inasema hayo 7 ni yale malaika 7 ya makanisa. Mwathani akumio. Amen. Kwa hivyo huwezi kuwa unang'ang'ana na kanisa na imewekwa kwa wale watu wametakazika na malaika wamesimama na hiyo watu jumatawa iko juu yao. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo kanisa ni la Mungu na Mungu ndiye alianzisha wakati alituma mwanae. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo hizi nyota 7 na mataa 7 na miti 7 ni ya kuwekwa ile mataa. Mwathani arogocwo. Amen. Naye hizi nyota ni wale watu wameokolewa, wametakazwa, wamekaa kama mapenzi ya Mungu na wanasikia Mungu na wanamtii. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo hao ndio nyota 7. Mwathani akumio. Amen. Na inasema hivi, naye hizo mataa 7 ni malaika yale watakuwa wamesimama na hii makanisa. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo hakuna kanisa utajaribu kung'ang'ana naye wakati hii ya mwisho, kwa sababu ni lazima, kama Yesu Kristo alisema ati kanisa lake ili alianjia kwa kifo na uchungu na kumwaga damu na maji alitoa kwenye mbavu. Mwathani arogocwo. Amen. Anasema dakika ya mwisho ama mwisho wa dunia ama pale mwishoe ataweka hiyo kanisa kwa misingi ya manabii. Ebu jiulize, kanisa ikiwekwa kwa misingi ya manabii, ni nani huyu ataiweza? Mwathani arogocwo. Amen. Kanisa ikiwa hao ndio malaika 7 wale wamepatiwa kazi ya kusimama na hii makanisa 7 na hii nyota 7 na hii miti 7, sijui we utakuwa unawezana na kanisa la Kristo aje? Mwathani arogocwo. Kwa sababu malaika sio mwanadamu kama wewe, anaweza kukumaliza ama nimalize mimi. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo wacha nikwambie, kanisa hiyo 7 ni wale wametakazika, na hao ndio taa iko ndani yao, na hao ndio nyota. Ngai akumio. Na malaika wale 7 wako karibu na hiyo kanisa. Mwathani anenehe. Amen. Sijui nikiwa mimi Charity nianje kung'ang'ana na kanisa na malaika 7 wamesimama na hiyo kanisa, sijui nitakuwa wapi. Mwathani akumio. Amen. Sijui utakuwa wapi. Mwathani arogocwo. Na sijui ni kwa nini Mungu analete juu ya kanisa. Kila wakati napatiwa maandiko inaongea juu ya kanisa la Kristo. Mwathani arogocwo. Kwa sababu Kristo hataki mchezo na kanisa aliyekufia. Koguo wambiriria kuinainia kunyita kanitha winaini ogwo, ndakwira atiriri araika 7 mekundiru nawe. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa sababu haya malaika ndio wanaambiwa wamesimama na kanisa ama wamesimama na hao wateule. Mwathani akumio. Wamesimama na wale wametakazika, nao ndio nyota itakuwa ikiangazia dunia. Mwathani akumio. Hebu jiulize na unijiulize, si mimi niwe mmoja ya hao watakatifu, ya hao watakuwa nyota na malaika wanakaa na hao, na malaika 7 Mwathani arogocwo, na miti 7 ya kusimamishwa mataa ya kanisa. Ngai akumio. Amen. Kwa nini huwezi kujiuliza, mimi ni kwa nini ninakosa kukaa kama ile maandiko inasema nikae kama mataa 7 ama niwe kikingi ya kuwekwa hiyo taa? Mwathani arogocwo. Hebu tamani kuwa mmoja ya kusimama hiyo taa iwekwe ndani yako, uangazie watu dunia. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo ukweli wa Mungu ni hii, ati uwezi ng'ang'ana na kile Mungu amefanya. Kazi ya Mungu amefanya, ukijaribu kuchezea
na kuambia Mungu baba ya Yesu hawezi kubali damu ya mwanao uwe ukiagamisha na uwe ukichezea waliyekubaliwa wawe wana wa Mungu. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo wewe jitokeze useme hivi, mimi nitajitokeza niwe hiyo nyota na niwe hiyo mataa, na diposa na malaika ya Mungu asimame na mimi. Mwathani arogoso. Amen. Na ujue nasikiaga wengine wakisema sijui malaika anaetagwo huyu wanasemaga wa vita Mika we sijui kama ni Mikaeli anaambiwa kati ya mwisho asimame na kanisa, na kwambia utagaragario, utapigiriswa hivyo na uondoke. Mwathani arogoso. Usikubali kupingirishwa na malaika, kwa sababu ni kitu utakuwa ukiona ati ndio hiki, usikane nayo, ungengane nayo. Mwathani arogoso. Kanisa la Kristo popote mulipo, kanisa la Kristo, na nenea ile roho, maandiko inasema hivi ati ni taa na ni nyota. Mwathani agoso. Amen. Na hiyo miti ni miti takatifu, ndio inaitwa nyota na ndio inaitwa yani taa iangazie dunia mzima. Mwathani arogoso. Na hata mimi ninaomba nisichezee kanisa la Kristo, nisichezee damu ya Yesu, nisiwahi chezea jina la Kristo, kwa sababu babake akiwa pale akianza kukumbuka yale mateso Kristo alipitia na kuambia utadirwa na wewe, sijui utakuwa wapi. Mwathani arogoso. Kogwa nduni matigane na horo wa kanitha wa Jesu, tondu ndungihota gukagua kanitha na hakiri ciaku. We munene uyu ndungikagua kanitha na hakiri ciaku. Kanitha wa Jesu ni roho mutheru umenyaga, na we nduri na roho wa kumenya mundu ucio ni mwega kana ni muru. Atangikorwo ciiko ciake nicio iraria, tondu maandiko marauga atiriri ati tumetikie ni ahonoku, no ciiko ciao twacionari tumere matioi Ngai na matire mamuona. Mwathani arogoso. Amen. Nasema hivi kwa Kikuyu na ni tafsiri. Mwathani arogoso. Amen. Mimi nasema hivi, uwezi kagua hakili na kanisa na hakili lako, kwa sababu kanisa halikujengwa na akili za kimwanadamu, haikutengenezwa na akili za kimwanadamu, haikuundwa na akili za kimwanadamu. Kwa hivyo huwezi kukagua kanisa. Haleluya. Amen. Huwezi kuja unikagua ufikirie vile mimi nahubiri, huwezi kunijua kama ni wa ukweli kama ni wa ugogo. Mwathani agoso. Amen. Lakini Biblia inasema hivi, tuwaamini ati wameokoka na wanasema hivyo, lakini vitendo, ukiona mimi naenda nikijiagusa huko barabara na wanaume, nisimama na uniambie ukweli, haujui Mungu na hujaokoka. Bwana asifiwe. Hiyo ni Biblia imeandikwa hivyo. Kwa hivyo nataka kusema hivi, ni lazima ukifikiria utaenda kukagua kanisa, ujiulize unakagua kanisa ukiwa ndani ya nani? Kwa sababu shetani kazi yake ni amalize kanisa, lakini kanisa halitaisha. Na ndio unasikia ati naye wakati aliona hiyo mzee alianguka chini. Mwathani arogoso. Hebu jiulize, Yohana na alikuwa mtakatifu na aliona Mungu akaanguka. Wewe utakuwa nani? Wewe utakuwa nani? Unadiru na kanisa la Kristo Yesu. Kama Yohana na alikuwa mtakatifu na alikuwa mcha Mungu, alikuwa naogopa Mungu, alikuwa nampenda Mungu, alikuwa najitoa muhanga, na wakati alikutana na hiyo mzee alianguka chini kifudifudi, paka huyu mzee akamwambia amuka, diposa nikuelezee yale nataka kukuelezea na yale nataka uione. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo kama huyu Yohana alianguka na wewe kwaje hujaokoka wewe, na wacha hivyo mnasema ati tukisema hujaokoka utatushika. Kusema ukweli, tabia na maongeo yako ni hiyo ndio inafanya tujue hauna Mungu. Mwathani arogoso. Amen. Kwa mogo kenyita ndothe yothe mutashika watu dunia mzima. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo ukitaka kukagua kanisa,
enda uokoke na uwe mcha Mungu, ndiposa ujue Roho Mtakatifu atakusaidia kukagua kanisa. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa sababu hata wengi walienda kusoma masomo, na mimi nasemaga hivyo. Na ndirauga uguo na mutikauge ati to ndire muthomu. Korwo ndire muthomu ndingiaria horo wa kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo njikaritio thĩ nĩ Roho Mũtheru, nimekalishwa chini kufundishwa mambo ya neno. Mwathani arogocwo. Na ndiposa hata Petro hakukuwa amesoma, lakini yale alikuwa naongea Roho Mtakatifu alikuwa amemsomesha mpaka akawa mwerefu. Mwathani arogocwo. Koguo nani njikaritio thĩ ngathomithio, ngaheagwo guorio nigetha njaragie kiria ki muoyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kusema hivi, akaanguka chini. Na wewe umesimama hapa unasema kanisa hii haistahili, iko hivi na hivi. Unajua kama ni Mungu anafanya kazi ama ni shetani? Unajua wengi tumesoea kusikia wakisema ati ukienda ukute kanisa ati kuagushwa hiyo ni ya pepo. Oye atia. Kwani Yesu wakati aliuliza askari, na mimi sishiki mikono wale wanagushana, mimi sishiki hiyo watu mikono, kwa sababu najua kuna kuagushana mara mbili. Mwathani arogocwo. Kuna kuangushana ya Roho Mtakatifu na kuna kuangushana ya kile kinaenda kuchukuliwa kuzimu. Ndiposa mtu aambiwa ako na Mungu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo kagua, kama unajua umeokoka, kagua kanisa ndani, ukiwa ndani ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Wengi wamezoea kusema ati ukiona mtu sijui anaekelewa mikono na aguka, huyo kanisa ni ya shetani. Kwani huyu shetani unamuonaga wapi wewe? Ole wamuona na maitho. Mwathani arogocwo. Umewahi kuona shetani? Isipokuwa ni wale wanaenda huko kuzimu, watafute pesa, watafute madawa, kanisa silijae, wapate washirika. Hao ndio labda wamemuona. Lakini wengi wanasemaga shetani na hata hawajui yeye ni nani, hawajai kumuona. Mwathani arogocwo. Amen. Wengi wanasemaga sijui shetani yako na pembe. No, hakwelile. Nani alikuambia? Shetani hana pembe. Na giugogo ndiramenya, najua kile ninasema. Bwana asifiwe. Naelewa ninamaanisha nini na ninasema nini. Shetani hana pembe. Shetani hana makucha hiyo mnawekaga. Shetani ni kama mtu, kwa sababu alikuwa malaika. Mwathani arogocwo. Amen. Kile ako naye, ako na mapawa. Vile tu aliangushwa akiwa na mapawa, hakunyaganywa. Ako na mapawa na mikono na vidole iko na nini tano. Na miguu ni kama ya mwanadamu. Uso ni kama ya mwanadamu. Nasema hivyo kwa sababu ni kitu kilinikuta 1992. Na kaniambia hivi, ati mimi ndio Lucifer. Kilikuja hivi kama mtu na mapawa yake. Haleluya. Amen. Na kaniambia sikuwa nimelala. Na alinikujia mara 3. Haleluya. Amen. Alinikujia mara 3. Lakini mara 2 ndio nilimuona vizuri sana. Na kaja kaniambia hivi, ati Charity, mimi umewahi kunijua mimi ni nani? Nikamuuliza unataka nikujua sababu gani? Akaniambia nasema hivi, mimi kama umewahi kusikia yule Lucifer alifukuzwa kutoka mbinguni ni mimi. Na akaja kuniambia na kaniambia hivi, ati mimi nasikia nitakaa hapa ulimwengu na wewe ukae, na shindwa nakaa dunia nikifanya nini? Na kaniambia nataka kuniua. Nikamwambia mimi utaniua katika jina la Yesu. Jina liko na nguvu sana. Mwathani arogocwo. Amen. Nakwambia wakati tu niliamuka mahali nilikuwa nimekalia. Juu ilikuwa saa 1 ya asubuhi. Nikaamuka na nikasimama. Sasa tunang'eng'ana, tunarushiana maneno hivi. Mimi na yeye. Dakika ya mwisho nilimwambia hivi, kupitia jina la Yesu alikufa na kufufuka, Kristo ushindwe. Akaniambia mimi nimeenda. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo shetani hana makucha hivyo mnafikiria. Shetani hana pembe hivyo mnamchoraga. Shetani ni anakaa mwanadamu kwa sababu alikuwa malaika, na malaika ni mwanadamu, ni mapawa tu peke yake. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo wenzangu, acha nikwambie, usijaribu
Ukisikia kanisa limesimamiwa na malaika huyo anatoka mbinguni, hakai kama shetani. Anasimamia na amepatiwa nguvu maradufu ya kusimama na kanisa la Kristo. Mwathani arogoso. Amen. Na Yesu akiwa pale amekalia kwenye kiti ya enzi, anasema kanisa langu Baba yangu haliwezi kumarishwa na mwanadamu. Mwanadamu sitakubali amalishe kanisa langu. Ni heri nitume malaika mwenye vita ang'ang'ane na mwanadamu amumalize. Hata kama Yesu ni wa huruma, hawezi kukubalia wewe umalize kanisa la Kristo. Hawezi kubali, kwa maana alisikia uchungu wakati alipigwa mkuki. Mwathani arogoso. Amen. Wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa wapi wakati Yesu alikuwa anachapwa na kiboko? Wakati Yesu alikuwa anachapwa, anatoka damu, anakatika nyama. Wakati alipigwa mkuki, ulikuwa wapi? Ndio usimame useme kanisa sijui tutafanya. Mwathani arogoso. Amen. Ulikuwa wapi wakati alikuwa anahukumiwa auawe? Wariko ona nitakire kuo, hata misikua. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo tuachane na kazi ya Mungu, na Mungu vile alitoa mwanae kwa sababu yako na yangu. Tuachane na neno la Mungu, na neno ni Mungu mwenyewe, na ndiye akatuma mwana. Haleluya. Amen. Diposa wewe unajaribu kung'ang'ana na kanisa, uokoke, uachane na mambo yako na mambo ya shetani, uende kwa Yesu uokolewe upate uzima. Amen. Huku upo ung'ang'ane na Mungu. Mungu mwezi. Imagine akisema sitapumua saa hii, mtaona tu nimepiga chini. Bwana asifiwe. Amen. Mtaona mimi nimemalizika na niitwa maiti. Kwa nini unataka kuitwa maiti wewe wakati kama haijafika? Mwathani arogoso. Amen. Wacha kukubali uitwe maiti uking'ang'ana na Mungu. Hata Yakobo aling'ang'ana na malaika, akaguswa kimugu, kikaja kukukukaa hivi. Wewe akaja kutembea hivi, na hakuwa hivyo, alikuwa mzima. Lakini wakati aling'ang'ana na malaika usiku, akaguswa mguu. Wewe naye unataka uguswa mguu, uwe kwa ugonjwa ambaye itakuweka kwa kitanda, ama uguswa miguu ukuwe kiwete. Mwathani arogoso. Amen. Ama hiyo vidole inafanyaga hivi ukiongea, ikunjwe ikae ngome hivi. Mwathani akumio. Amen. Ama hiyo mdomo ifungwe, uanje kuongea na mikono hivi vile naonaga ikinini hivyo. Wewe wachana na Mungu, tingana na Ngai. Wewe munene oyo, wewe mkubwa, wachana na Mungu. Iwe wewe ni nani? Wachana na Mungu wewe. Ngai ni agokorekeria. Ngai ndari theru. Mungu hawezi diru na mwanadamu, kwa sababu wewe ni maumbile yake, ni maumbe. Uliumbwa na matope, na Mungu hakuumbwa. Mungu alikuwa na hata saa hii yako tu. Diru na Mungu, tutakuangalia vizuri sana. Ningeomba Mungu asinitoe dunia kabla sijajionea na macho. Mwathani arogoso. Nijionee chenye kitaendelea na chenye kitafanyika. Kwa hivyo ningekusihi, wachana na mambo ya Mungu, wachana na kanisa la Kristo, wachana na damu hiyo ilimwagwa kwa ajili yako. Ati ndio nataka kuigusa hivi ikiwa ndani ya watu. Wewe nitogo kuona wega. Wewe utakuwa kioya kusomwa na wengine. Andu mathomage nawe. Tigana na Ngai. Wachana na Mungu, na naenda kufikisha neno hapo. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo Yohana kaona Mungu na kaaguka. Na wewe sijui akikuja mbele zako asimame, utakuwa wapi? Aje kukuuliza unaniuliza nini? Kwa hivyo, na kama maandiko inasema miguu yake imekanyaga hapa, nasemaga wacha kushika miguu ya Mungu, uaje kuifanya hivi. Atauliza huyo, no, kwani wewe ni nani? Unalishika miguu yangu ukinitingiza. Na mimi ni mwenye uweza wote, na mimi ndio nimekuweka. Na kusihi, wachana na mambo ya Mungu, wachana na kanisa la Kristo, wachana na damu iliyomwagwa, wachana na huyu mtu alikufa na kufufuka. Ena hinya gukira. Ngaguthekerera muno. Nitacheka wakati nitasikia kile Mungu amediru kwako. Kwa sababu sitakosa kucheka. Tunaongeaga na tunasema na hamtaki kutusikia. Mwathani arogoso. Na kama hamtaki kutusikia, basi mtasikia na ile itakuja kuakura. Mukaigwa ile igoka kumuri inywe.
Mwathani arogocwo. Amen. Koguo ngukinyia hau Ngai amweke wega na muteithie kumwitigira asaidie kumuogopa. Mungu awabariki sana. Amen.